Hii ni HMG, chaneli ya Mwafrika, Back to Africa Movement. Hata kama nikifa kesho siwezi kuumia, maana nishafanya vingi na kupata vitu vyote nilivyokuwa nikivitamani kuwa navyo. Kwa hiyo sitegemei mengi mapya sana. Ni moja jibu la star Jay-Z alipoulizwa swali na mtangazaji. Hiyo ilikuwa ni mara baada ya kupata mtoto wake wa kwanza na mke wake Beyonce. Ilikuwa ni Mei 10 mwaka 1973, Bruce Lee akiwa katika studio za Golden Harvest Studio. Ilikuwa ni kipindi ambacho alikuwa kitayarisha mzigo wake wa Enter the Dragon. Sasa baada ya kazi nzito ulifika muda wa mapumziko kidogo, ambapo Bruce Lee alienda toilet kufanya alichokusudia. Alikaa huko toilet kwa takribani dakika 20, kitu kilichoshtua baadhi ya wenzake. Mwenzake alipomfuata toilet alimkuta Bruce Lee akiwa kainama chini, huku akiwa anapapasa chini. Mwenzake alipomuuliza kuna tatizo gani, Bruce Lee akamwambia kuwa alikuwa anatafuta miwani yake, lakini hakuwa katika hali shwari. Wakiwa wanarudi studioni, ghafla Bruce Lee alianguka huku akiwa anatetemeka na mapovu yakimtoka mdomoni. Kwa haraka wenzake wakamshtua mkuu wa studio bwana Raymond Cho. Badala ya kupiga namba 911 ya msaada, yeye akampigia dokta wake anayefahamika kwa jina la Dr. Langford, ambapo baada ya kueleza tukio hilo akaamuru Bruce Lee apelekwe hospitalini. Kutokana na hali ya Bruce Lee kuonekana kuwa ana kifafa, Dr. Langford alimuita mtaalamu wa magonjwa ya mashambulizi ya ubongo, uti wa mgongo na mifumo mingine ya neva. Dokta huu ndio jina alilofahamika dokta huyo, ambapo baada ya kufanya check-up ya mwili wa Bruce Lee, majibu yalikuja ambapo Bruce Lee alionekana kuwa na uvimbe katika ubongo wake, ambapo alipewa dawa ikifahamika kwa jina la Monitor ili kupunguza uvimbe huo. Pia Bruce Lee alikutwa kuwa na kiasi fulani cha hashishi ndani ya tumbo lake. Baada ya tukio hilo, mke wa Bruce Lee alipewa taarifa ya mumewe, ambapo alifika baada ya nusu saa. Na baada ya saa moja baadaye Bruce Lee alipata ufahamu na alianza kuongea kidogo, ila maneno yalikuwa hayasikiki vizuri. Siku iliyofuatia Dr. Langford alimuuliza Bruce Lee kuhusiana na swala la utumiaji wa madawa, ambapo Bruce Lee alikubali kuwa anatumia madawa aina hashishi inayotoka Nepal. Dr. Langford alimuonya kuhusu madawa hayo, na la zaidi alimwambia kuwa madawa hayo kutoka Nepal ni hatari sana, maana ni kitu pure halisi, lakini Bruce Lee hakusikia. Bruce Lee baada ya kuonywa hakusikia, hivyo aliendelea na matumizi ya madawa hayo mpaka tarehe 25 Mei, ambapo alisafiri kwenda Marekani ili kwenda kucheki afya yake vizuri, ambapo alipopimwa kwanza uzito wake ulikuwa umeshuka sana akiwa na kilo takribani 57, lakini dokta alimwambia yu vizuri. Baadaye alienda tena kwa dokta mtaalamu wa magonjwa, ambapo baada ya kuchekiwa afya alionekana kuwa na kifafa, lakini chanzo cha kifafa hakikufahamika, lakini naye dokta alimwambia kuwa yupo katika hali nzuri. Tarehe 20 mwezi Julai ilikuwa ni siku ambayo Bruce Lee ilitakiwa awe na mke wake Linda, maana ilikuwa ni muda kidogo hawajaonana. Lakini kabla ya kuonana, Linda naye alikuwa na appointment na marafiki zake, huku naye Bruce Lee akiwa na kikao na Raymond Cho, ambapo Bruce Lee na Cho walikuwa kiandaa script ya movie mpya iliyokwenda kwa jina la Game of Death. Walionana saa 8 mchana na wakapiga kazi mpaka saa 10 jioni, ambapo walitakiwa waende kuonana na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la George Lazenby katika hoteli ya Myanmar. Lakini kabla ya kwenda huko waliamua kwanza wapitie kwa mwanamama mmoja aliyeitwa Betty Ting Pei, lengo likiwa ni kumuomba kucheza katika movie hiyo. Walipofika huko, wakati wa maongezi yakiendelea, kwanza Ray aliwaacha Bruce Lee na Betty ili kwenda kuonana na George, ila akitegemea kuwa Bruce Lee naye atakuja baada ya kumaliza mpango mzima. Bruce Lee akiwa na Betty, ghafla alianza kulalamika kichwa, ambapo Betty alimpatia dawa zake za kutuliza maumivu. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi, ambapo Bruce Lee alienda kupumzika kwenye kitanda cha Betty. Hiyo ilikuwa ni mishale ya saa 3 usiku. Baadaye Ray alimpigia simu Betty kwa mbona hajawaona kwa meeting. Betty akamjibu tatizo huku Bruce Lee najaribu kumwamsha lakini haitiki. Ray akamwambia anakuja. Nusu saa akawa amefika, na kweli akajaribu kumwamsha, lakini hali ilikuwa tete, ambapo ikabidi akimbizwe hospitalini haraka. Hiyo ilikuwa ni mida saa 4 usiku hivi. Madaktari walifanya kila linalowezekana kuokoa maisha ya Bruce Lee, lakini siku ikifika imefika tu. Ray alimpigia Linda simu kumwambia hali ilivyo, na Linda bila kuchelewa alifika hospitali hiyo ya Queen Elizabeth.
Saa 5 usiku ndipo taarifa za kushtushwa zikatolewa kuwa Bruce Lee hatunaye tena katika dunia hii. Tarehe 25 Julai maombolezo yalifanyika huko Hong Kong, ambapo zaidi ya watu 25,000 walihudhuria kumwaga kipenzi chao. Ukitaka kuwauzi watu wa Hong Kong, mtukane Bruce Lee. Baada ya hapo mwili wa Bruce Lee ulisafirishwa kwenda Marekani kwa ajili ya maziko, maana ndiko sehemu alikozaliwa. Lakini kabla mwili wake haujaenda huko, mke wake aliongea maneno haya kwa huzuni. Mke wake Bruce Lee alisema maneno haya: ingawa bado uchunguzi unaendelea kifo cha mume wangu, nategemea vyombo vya habari na watu pia wataacha kuzungumzia kifo cha mume wangu. Sina mtu yeyote wa kumlaumu zaidi, najua Bruce Lee kafariki kawaida. Sijilaumu mimi ama simlaumu mtu yeyote, inatakiwa tujue kuwa mwisho wetu hautabiriki. Kitu tofauti na hapa ni kuwa Bruce Lee amekufa na hatarudi tena. Ataendelea kuwepo katika kumbukumbu zetu kupitia filamu zake. Na nawaomba jamani, tumkumbuke Bruce Lee kutokana na kipaji chake cha sanaa yake na maajabu yake aliyotuachia. Kwa wote mliojua vizuri maneno yake na mitindo yake, itabaki miongoni mwetu na itabaki kama mchango katika maisha yetu ya daima. Najua ni kwa jinsi gani watu wa Hong Kong mlimpenda Bruce Lee na mlikuwa mkijivunia kuwa naye, yote kutokana na mafanikio yake, maana aliweza kuyaelekeza macho ya dunia kuwa hapa Hong Kong. Na ndio maana nawasihi tumwache apumzike kwa amani na tusisumbue roho yake. Hizi ni hisia zangu na za marafiki zangu wa karibu. Nitafurahia sana kama mtasikiliza na kuheshimu matarajio yangu, alimaliza hivyo Linda. Hicho ndicho kifo cha Bruce Lee kilivyotokea hivyo. Huyu alikuwa ni Bruce Lee ndani ya 18 za HMG. Hii ni HMG Back to Africa Movement. Hii ni HMG, chaneli ya Mwafrika, Back to Africa Movement.